Ujambo na karibu. Big thank you for supporting this channel. Yesterday if you were keen na ukasikiza speech ya Kithure Kindiki, finally alituma elders wa huko wa Kikuyu mlima huko, namaanisha huko kwa mlima, waende wakamwombee msamaha kwa Rigathi Gachagua. Now Kindiki is begging for forgiveness from Gachagua. Kumbuka ya kwamba wakati mwingine, wakati umefukuza kutoka mbali, kitu ambacho unaomba ya kwamba upokewe nyumbani, kitu ambacho kwa sasa Kindiki anakifanya. Kuna taarifa ambazo zilikuwa zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba pia kuna video ya Kang'ombe ambayo ilikuwa inazungumza namna ambavyo Kindiki anaenda kutemwa kama rais, naibu wa rais, na huko upande mwingine tumeona ya kwamba gavana wa Kisii ambaye ni Simba Arati amesema ya kwamba wao katika kwa sasa katika ulingo wa siasa wao ndio wako na tuseme ya kwamba wao ndio kuna uwezo zaidi ya UDA. Anasema ya kwamba 60% na huko kwingine UDA ikiwa na 40. Kwa hivyo amesema ya kwamba kitu ambacho kitafanyika ni kwamba lazima wapewe nafasi ya naibu wa rais awanie, yaani hiyo nafasi ya naibu wa rais itoke kutoka kwa chama cha ODM. Kuna kitu ambacho Simba Arati alisema jana. Simba Arati alisema ya kwamba kama Kithure Kindiki atasalia kwenye nafasi hiyo, basi Kithure Kindiki hakikisha ya kwamba ako katika chama cha ODM, shift kwenda chama cha ODM. Lakini kama itakuwa hivyo, basi mtu ambaye atapewa nafasi hiyo ya naibu wa rais atoke kutoka chama cha ODM. Wakati mwingine ukimsikiza Kindiki namna ambavyo alizungumza jana, Kindiki anasema ya kwamba nafasi yake haiko wazi, bado yeye ndio naibu wa rais. Lakini ikatokea ya kwamba yeye mwenyewe amepata fununu ya kwamba huenda akatimuliwa kutoka nafasi hiyo ya naibu wa rais na mwingine akapewa. Ndio maana ameona ya kwamba nimefukuzwa kutoka na watu wa mbali, kile ambacho nafaa kufanya ni kuenda nyenyekee nyumbani nipokelewa, kitu ambacho now is begging for forgiveness from Gachagua. Anaomba ya kwamba Gachagua amsamee na ampokee, kwa sababu amegundua ya kwamba kule kwingine si kuzuri. Ni hali si hali, lakini tumegundua ya kwamba hiyo nafasi ya naibu wa rais huenda Kindiki akatimuliwa kutoka hapo. Na watu ambao wanafakamia sana kulingana na Simba Arati nasema ya kwamba kuna Hassan Joho kutoka Mombasa, pia kuna Gladys Wanga kutoka Homa Bay County na Wycliffe Oparanya, na miongoni mwa watu wengi. Hata Simba Arati mwenyewe akasema ya kwamba hata yeye mwenyewe ana uwezo wa kuchukua nafasi hiyo. Kwa hivyo akasema kama yeye mtu ambaye kuna nguvu kwenye chama cha ODM, lakini mwisho wa siku tumegundua ya kwamba kufukuzae hakuambii toka. Nilisikiza speech namna ambavyo alikuwa anazungumza Kang'ombe. Kang'ombe alisema ya kwamba eti akufukuzae hakuambii toka, ati watu wanaambiwa ajenda yenyewe inawekwa kwenye maombi. Kiti chenyewe kinaombwa ndani ya maombi, kitu ambacho kinaonyesha ya kwamba Kindiki kwa ile nafasi yake ya naibu wa rais huenda hata asalia hapo, mwingine atapewa. Na kile ambacho na Kindiki na yeye amegundua ya kwamba kama imekuwa ni mbaya, basi wacha niende nyumbani niombe msamaha, tuone itakuwaje. Kwa hivyo now Kindiki is begging for forgiveness from Gachagua ili arudi nyumbani na mambo yote ayaweke sawa. Tuliona ya kwamba ametuma wazee kuenda kumwombea msamaha, kitu ambacho kinaonekana ni kizuri, kwa sababu wakati mwingine iwapo umefukuzwa kutoka mbali, kitu ambacho unastahili kufanya ni kwamba unarudi nyumbani upokelewe na maisha yaendelee. Kwa hivyo hali si hali, tunaona ya kwamba itaenda kuwa ngumu sana. Siasa, ulingo wa siasa utakuwa mgumu sana kuanzia sasa, kwa sababu kila ngome inafutia kwake. Langu jina la Sadia kwa maskini msomi,
na hii ni Msomi Tissue Mkatoliki TV, kitu ambacho kinakuandalia makala haya. Nakwambia kwamba kisha ya kwamba una subscribe kwenye channel hii ili tuende pamoja. Nakutakia kila la heri, Mungu anijalie na kujalie wewe ili tuweze kuelimishana.